Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, Mungu amani, Mungu ishie milele, sifa na utukufu tunazirudisha kwako Baba, tukisema asante hata katika siku ya leo ambayo imekupendeza tuende kujifunza neno lako. Maneno yako yana uzima. Nasi Baba tunajiachilia mioyo yetu kwako. Mungu, wewe ni Mungu unayetujua mioyo yetu. Unajua hata nia za mioyo yetu. Tunaomba Mungu ukapate kutusaidia kwamba neno lako likapate kuingia ndani ya mioyo yetu. Mwandishi wa Zaburi anasema, nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Mungu wa mbinguni, kiu yetu ni kuishi maisha ambayo yanakupendeza wewe, maisha ambayo yanakuletea utukufu, maisha ambayo Mungu Baba umetuagiza tukayaishi hapa duniani. Nasi tunakushukuru sana kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu atakwenda kusikiliza neno hili. Baba mbinguni, naomba kwamba wasisikie sauti yangu bali wakapate kusikia kile ambacho neno lako linasema. Mimi ni chombo tu ambaye Mungu anatumia, na unaweza kumtumia mtu yeyote yule. Ninakaribisha uwepo wako na nguvu zako katika kipindi hiki. Mungu, nikiomba Roho wako Mtakatifu akatusaidie na kutufunulia akili zetu kwamba Mungu tuweze kuelewa maandiko yako kama jinsi yalivyo. Ninaomba nikushukuru ni katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu ambaye ametupa kibali katika siku hii ya leo ili kujifunza neno lake. Hatujawa live mara kadhaa kwa sababu tulikuwa katika harakati za kuhama, lakini tunamshukuru Mungu kwamba imempendeza leo tuende kujifunza somo hili. Na somo ambalo Mungu ameliachilia katika siku ya leo linasema hukumu ya Mungu kwa Babeli mkuu. Hukumu ya Mungu kwa Babeli mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ufahamu Babeli mkuu ni nani, tutakwenda kwanza kusoma ile Ufunuo sura ya 17 ule mstari wa 4 na wa 5. Halafu tutaangalia tena haya maandiko. Lakini tutakwenda kusoma Ufunuo 17 mstari wa 4 na wa 5 ili kwamba tunapokuwa tunaenda katika somo hili uweze kuelewa kwamba Babeli mkuu anayezungumziwa hapa ni yupi. Na nataka usiangalie Babeli mkuu kwa mtazamo wa kidini. Iangalie kwa mtazamo wa Mungu. Na utaona kwamba ni mfumo ambao ni mpana kuliko ambavyo tunaweza tukaufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuache neno la Mungu lijitafsiri lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 17 mstari wa 4 inasema hivi. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 4. Tuanze mstari wa kwanza kwa sababu kuna ladha fulani ambayo kusoma kuanzia mstari wa kwanza utaipata. Ufunuo 17 mstari wa kwanza unasema hivi. Kwa hiyo nasoma wa kwanza mpaka wa 5. Akaja mmoja wa wale malaika 7 mwenye vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Hukumu ya yule kahaba mkuu, aketie juu ya maji mengi. Aketie juu ya maji mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka neno maji mengi. Mstari wa 2. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelezwa kwa mvinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mnyama huyu
kabla sijaendelea, anajirudia. Ukisoma pia katika Danieli ile sura ya 7, ukisoma Danieli sura ya 7 utaona pia huyu mnyama akitajwa. Utaona huyu mnyama akitajwa. Lakini sasa hapa Yohana anaonyeshwa huyu mwanamke ambaye ameketi juu ya huyu mnyama. Halafu sasa ule mstari wa 4 unasema hivi: na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Mstari wa 5: na katika kipaji cha uso alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yohana anaonyeshwa huyu mwanamke, halafu Biblia inasema kwamba alikuwa ameandikwa jina la siri. Kwa hiyo kama ameandikwa jina la siri, maana yake macho ya nje hayawezi kumtambua mpaka Mungu afungue macho ya rohoni, ili kwamba mtu aweze kulielewa na kulitafsiri hili jina la siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alisemaje? Alisema, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali kwa walio nje hawakujaliwa. Kila kitu husemwa kwa mifano. Kwa hiyo Bwana Yesu alipokuwa anazungumza, wote walimsikia, lakini wale waliojaliwa kuelewa, waliokuwa na kiu za kutaka kuelewa juu ya ufalme wa Mungu, walielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona jina ni rasili. Kwa hiyo sio kwamba utaona mwanamke kwa jinsi ya mwili ameandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Hiki ni kitu cha kiroho. Sasa huyu mama wa makahaba na machukizo ya nchi ni yupi? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ule mstari wa 1, Biblia inasema hivi kwamba ameketi, kwamba nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu. Kahaba mkuu. Sasa kumbuka kwamba makahaba ni wengi, lakini maono haya yanaenda kwa kahaba mkuu. Na nataka uone kwamba katika somo hili nataka tuangalie hukumu ya Mungu si tu kwa kahaba mkuu, lakini pia kwa watoto wa makahaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mstari wa 5 unatuambia kwamba jina la huyu ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Mama wa makahaba. Kwa hiyo ndio ambaye amezaa makahaba wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia kwa eschatologically, kwa mambo ya nyakati za mwisho, kwamba anayezungumziwa hapa, anazungumziwa yule ambaye ni Babeli mkuu, ni mama wa makahaba, ambaye ndiye mama wa dini zote za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Najua kwa wengine hili ni somo gumu, lakini tuangalie Biblia inasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Mama wa makahaba. Na mimi nataka tuangalie kama mfumo. Kwa hiyo usiangalie tu kama taasisi fulani, lakini angalia kwamba mfumo kwa upana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla hatujaingia ndani, tuangalie nini maana ya uzinzi wa rohoni. Mpaka Biblia inatumia jina la kahaba kwenye mambo ya kiroho. Sifa za kahaba ni zipi? Bwana Yesu asifiwe. Yohana ile sura ya 4 ule mstari wa 24 unasema kwamba Mungu anaabudiwa katika roho na katika kweli. Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi anaabudiwa katika roho na katika kweli. Sasa ukahaba ni kitendo cha kuabudu miungu tofauti na Mungu wa kweli. Ni kitendo cha kuabudu miungu tofauti na Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ukahaba unaweza ukajidhihirisha kwa namna tofauti
tofauti. Na napozungumzia kuabudu miungu mingine, hapa ni pamoja na mfumo wowote ule ambao mwanadamu ameweka wa kuabudu tofauti na kile ambacho maandiko yanasema. Mungu wetu anaabudiwa katika roho na katika kweli. Kwa hiyo chochote kile ambacho sio cha Mungu, sio mfumo ambao Mungu ameweka, ni ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikupe mfano halisi. Biblia inasema kwamba tunaye mpatanishi mmoja tu ambaye ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana Yesu ambaye ndiye alitununua kwa damu yake ili kuweza kutupatanisha na Mungu, ndiye mpatanishi wetu mkuu. Sasa angalia, kama mwanadamu ataanzisha mfumo wa kujaribu kuomba kwa Mungu kupitia njia yoyote ile tofauti na Yesu Kristo, huo ni ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifano mingi, lakini huo ndio mfano wa kwanza. Sasa kitu cha kuangalia ni kwamba kahaba, ukiangalia kwa jinsi ya mwili, anatumiwa na shetani ili kuangusha nafsi za watu. Anatumiwa na shetani ili kuangusha nafsi za watu. Na katika ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Kahaba anatumiwa na shetani ili kuangusha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma historia ya kanisa, utaona kwamba kanisa lilipata mateso. Shetani alijaribu kuliangamiza kabisa kanisa. Lakini akashangaa jinsi ambavyo anaendelea kuangamiza, kuwaua watu wanazidi kwenda kwa Kristo. Watu wanazidi kumpokea Bwana Yesu. Watu wanazidi kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani alichofanya sasa ni kuja na idea nyingine, ni kuja na mtazamo mwingine, ni kuja na njia nyingine tofauti ya kujaribu kuliangusha kanisa la Mungu. Alifanyeje? Alianzisha kanisa lake. Halafu akatumia na yeye Biblia hii, akaweka watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ni njia mojawapo ya kuliangusha kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma historia utakuja kuona kwamba mfumo aliyouweka umeshika watu wengi zaidi kuliko ambapo alikuwa anawaua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapoangalia kahaba au kahaba wa rohoni, nataka uangalie kama mfumo ambao shetani ameweka. Usiangalie watu, ila angalia shetani ambaye ndiye ambaye ameweka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani anatumia watu. Ukisoma Methali 6 kuanzia ule mstari wa 23 mpaka 26, tunapata sifa za kahaba. Neno linasema hivi, Methali 6:23, maana maagizo ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Kumbuka neno la Mungu ni njia ya uzima. Mstari wa 24 anasema hivi, ya kulinde na mwanamke mwovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Biblia inasema kwamba usikubali akunase kwa kope za macho yake. Mstari wa 26, kwa maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani sana. Biblia inasema kwamba kahaba anataka ili anase nafsi ya mtu iliyo ya thamani sana. Kwa hiyo shetani anapotumia ukahaba kwa ajili ya kunasa
watu anatafuta nini? Anatafuta nafsi zao. Anatafuta nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma ile Methali sura ya 7, utaona pia maneno mengine ambayo yanatuambia kitu kahaba anafanya. Nitasoma maandiko machache. Ukisoma Methali 7 ule mstari wa 7 anasema hivi: nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua mjinga, nikamtambua miongoni mwa vijana, kijana mmoja asiyekuwa na akili, asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa manane gizani. Sasa kumbuka kwamba Biblia kila inapokuwa inazungumza usiku wa manane, kuna kitu ambacho Mungu anatufundisha pia juu ya wakati wa dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 25 nasemaje? Natuambia kwamba wanawali wapumbavu na wanawali wale wenye busara. Baadaye bwana harusi anakuja usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna siri kwenye maandiko, usiku wa manane. Kwa mtazamo mambo ya nyakati za mwisho. Halafu mstari wa 10 anasema hivi: natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Sasa ukisoma Biblia utakuja kukuta kwamba moja ya njia ambayo Biblia imetafsiri mavazi, imetafsiri pia kama utumishi. Kwa anapozungumzia mavazi ya kikahaba, anazungumzia utumishi wa uongo, anazungumzia false anointing, anazungumzia upako pia wa uongo. Anasema hivi: mwerevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sifa za roho ya mpinga Kristo, utakuta pia kuna kipengele cha mwerevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Tuendelee. Ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo. Ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Mara yu katika njia kuu, mara viwandani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya: kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Ndiyo maana nikatoka kukulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi. Na tushibe upendo hata asubuhi. Sasa usiliangalie kwa jinsi ya mwili, liangalie kwa jinsi ya rohoni, hata asubuhi. Kahaba anataka kushika nafsi mpaka asubuhi, mpaka wakati Bwana Yesu anarudi. Kahaba anataka ashike nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mwanzo unaona Yakobo akipambana na malaika wa Bwana usiku kucha. Mpaka muda gani? Bwana Yesu asifiwe. Na ile pia inatupa siri fulani juu ya kipindi cha dhiki kuu. Kwa hiyo nuru inapoingia ni pale ambapo sasa kanisa la Mungu linachukuliwa. Mungu anakwenda kuweka nuru yake kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba kuna giza ambalo linakwenda kuja, kwamba kuna giza ambalo watu hawatafanya kazi. Kisoma Yohana ile sura ya 9 mstari wa 4 anasema kwamba imetupasa kuzifanya kazi zake wakati nuru bado ipo. Kwa nini? Kwa sababu kuna giza linakuja ambalo mtu hataweza kufanya kazi. Sasa hilo giza linalozungumziwa ni lipi? Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kitu kingine, lakini nilikuwa naangalia zaidi hapa
uone lengo la kahaba ni nini. Ni kushika nafsi mpaka asubuhi. Anaendelea kusoma ule mstari wa 19. Anasema hivi, mstari wa 19, maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Mume wangu hayumo, amekwenda safari ya mbali. Bwana Yesu asifiwe. Hapa utapata sifa za kahaba. Kumbuka kwamba kila Biblia inapokuwa inataja kahaba, inamzungumzia kahaba, kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha juu ya ukahaba au uzinzi wa rohoni. Kwa hiyo unapokutana na wanawake kama Jezebel, kunakuwa na kitu ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha juu ya mambo ya rohoni. Kwa hiyo nataka uangalie hata maandiko haya kwa mtazamo wa rohoni. Tuangalie sifa chache za kahaba au kanisa kahaba, unaweza kusema. Nakupa sifa chache tu. Zipo nyingi kwenye Biblia, lakini sifa za kahaba kwa jinsi ya mwili zinatufunulia kitu cha rohoni juu ya sifa za kahaba au sifa za kanisa kahaba au madhabahu ya kikahaba. Ndio maana nilisema kwamba angalia kama mfumo. Ukiangalia kama mfumo utaelewa zaidi maandiko yanasema nini. Ukiangalia kama tu taasisi moja ukaiangalia huyu ndiye kahaba mkuu, kuna vitu vingi ambavyo unaweza usielewe. Sifa ya kwanza, kahaba hatosheki. Kahaba hatosheki. Na nataka uangalie hili kwa mtazamo wa rohoni. Ezekiel 16. Ezekiel 16, tasoma tu kuanzia maandiko kuanzia 35, ila unaweza kusoma Ezekiel yote. Anazungumzia juu ya Yerusalemu, lakini inatufundisha pia kitu juu ya kanisa kahaba, kwa sababu kama jinsi ambavyo wana wa Israeli walienda kufanya ukahaba kwa kwenda kuabudu miungu mingine, tunaona pia huu kahaba ukijirudia sasa. Ezekiel 16:35 inasema hivi, kwa sababu hiyo ewe kahaba lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, kwa sababu uchafu wako umemwagwa na uchi wako umefunuliwa kwa njia ya uzinzi wako pamoja na wapenzi wako, na kwa sababu ya vinyago vyote na machukizo yako, na kwa sababu ya damu ya watoto wako uliowapa, basi tazama, nitawakusanya wapenzi wako wote ambao umejifurahisha pamoja nao wote uliowapenda, pamoja na watu wote uliowachukia, naam, nitawakusanya juu yako pande zote na kuwafunulia uchi wako apate kuona uchi wako wote. Anazungumzia aibu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imekuwa inatumia uchi kama aibu ya rohoni. 38, nami nitakuhukumu. Nitaka uone kwamba kuna hukumu katika uzinzi wa rohoni. Nami nitakuhukumu kama wahukumiwavyo wake walioolewa wazinio na kumwaga damu, nami nitakupatiliza damu ya ghadhabu na wivu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko kabla ya hapo utaona kitu ambacho Mungu alikuwa anazungumza. Anazungumza kwamba huyu kahaba hakutosheka. Alizini na Wamisri, alizini na Wakanani. Wana wa Israeli walipoanza uzinzi wa rohoni, walianza kufuata taratibu za mataifa. Walifuata taratibu za Misri, walifuata taratibu za Babeli. Walikuwa wanafuata miungu migeni na hawakutosheka. Bwana Yesu asifiwe. Kahaba hatosheki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, kahaba yupo kwa ajili ya pesa.
Kahaba yupo kwa ajili ya pesa. Kumbuka tunajifunza juu ya hukumu ya kahaba mkuu au Babeli mkuu. Sasa kama Biblia imetumia jina kahaba, maana yake kuna siri za ukahaba wa mwili ambao zinatuambia ukweli au zinatufundisha juu ya ukahaba halisi wa rohoni. Kwa hiyo ili kuelewa juu ya kahaba wa rohoni, lazima tuelewe juu ya kahaba wa mwilini. Kahaba wa mwilini. Kahaba yupo kwa ajili ya pesa. Pamoja na kwamba anaweza akakwambia, wale ambao wanatoka nje ya ndoa wanaelewa kabisa, wataambiwa kila aina ya maneno mazuri kwamba haijalishi maneno ni matamu kiasi gani, ni muhimu kuelewa kahaba yupo kwa ajili ya pesa. Vivyo hivyo kanisa kahaba lipo kwa ajili ya pesa, ni mfumo kwa ajili ya pesa, lipo kwa ajili ya pesa. Na nimesema ukiangalia ukahaba kwa upana, utaona pia kwamba Biblia inazungumza juu ya watumishi ambao Mungu wao ni tumbo. Wafilipi 3:19 kwamba Mungu wao ni tumbo. Kwa nini? Kwa sababu wapo kwa ajili ya pesa. Huo nao pia ni ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Labda nitoe mfano ambao ni wawazi kabisa, mfano ambao ni mdogo kabisa, mtu yeyote yule ambaye anaweza akasema ABC atauelewa. Sikia. Ukishaona madhabahu yoyote ile inasisitiza sadaka kuliko watu kuwa wanafunzi wa Bwana Yesu, kuliko watu kumtafuta Yesu, kuliko watu kumpokea Bwana Yesu na kufanywa kuwa wanafunzi wake, maana yake nini? Ni ukahaba. Ni kwamba madhabahu ipo kwa ajili ya pesa. Roho za watu kuokolewa sio muhimu, ila ni zipo kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo huo ni ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alisema kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Cha kwanza kabisa na cha muhimu kuliko vyote ni watu kufanywa kuwa wanafunzi wa Yesu. Watu kufanywa kuwa wanafunzi wa Yesu. Ndio maana ukisoma Biblia utaona kwamba Biblia inasema hivi: sadaka ya mwovu ni chukizo mbele za Mungu. Sadaka ya mwovu ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo unaishi maisha ya uovu, usipeleke machukizo mbele za Mungu. Mungu hapokei. Sasa angalia, madhabahu kahaba haitakwambia hivyo, kwa sababu ipo kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo haijalishi pesa anaitoa mwovu, anaitoa mwenye haki, yenyewe ipo kwa ajili ya kuchukua pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sifa ya kahaba. Kahaba yupo kwa ajili ya pesa. Madhabahu ya kikahaba ipo kwa ajili ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka uone uhusiano. Kuna mahali ambapo angalia, mtu ukiwa na pesa ni rahisi sana hata kupewa uzee wa kanisa. Hawaangalii tena vigezo kwamba Biblia inasema sifa za mzee wa kanisa ni zipi, ila wanaangalia mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu pesa ni kipaumbele. Wanachoangalia ni pesa. Biblia inazungumza kwamba huo ni ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilisema usiangalie tu yule Babeli mkuu, yule mama wa makahaba. Angalia pia na mambo ambayo watoto wake wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa kahaba ni kahaba kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie jambo la pili ambalo utalipata pia kwenye madhabahu za kikahaba. Nakupa mifano michache, lakini mifano ipo mingi. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, tasoma tu mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kipengele cha 3 ni kwamba mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani. Kahaba anaongozwa na roho
za mashetani. Kunakuwa na pepo ambalo linakuwa nyuma ya roho ya kahaba. Unamwona Jezebel, halafu nyuma yake kulikuwa na roho fulani. Sasa ile roho ile ndio inaambatana na mafundisho ya mashetani. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema hivi: basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasema uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Baadhi ya mafundisho ya mashetani ambayo Biblia imetaja hapa inasemaje? Wakizuia watu wasioe. Ukishaona mfumo wote ule unazuia watu wa aina fulani wasioe, Biblia inasema ni mafundisho ya mashetani, hayatoki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuamuru kujiepusha na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani na walio na imani wenye kuijua. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini ulikuwa hujui kwamba kuzuia kuoa, kuzuia watu wasiolewe, Biblia inasema ni mafundisho ya mashetani. Sasa kama Mungu amekuita katika huduma na Mungu akakutenga usioe, hicho ni kitu kingine. Lakini nazungumzia pale ambapo wanadamu wanaweka mfumo wa kuzuia watu wasioe. Biblia inasema ni mafundisho ya mashetani. Unaweza ukaliamini neno la Mungu au unaweza ukaamini watu. Mimi nachagua kuliamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sifa ya tatu. Sifa ya tatu ya madhabahu ya kikahaba. Jambo la 4. Jambo la 4 ni taratibu za kipagani. Taratibu za kipagani. Moja ya ukahaba ambao Israeli waliufanya ni kufuata taratibu za kipagani. Wapagani walikuwa tayari wana taratibu zao, halafu unaona Israeli ambao walitakiwa waishi kwa neno la Mungu, walitakiwa waishi kwa maagizo ambayo Mungu anawapa, wao nao pia wanaanza kufuata taratibu za kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ya kikahaba utakuta taratibu za kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu msingi sio mitume na manabii ambao Mungu anasema kwamba mmejengwa juu ya mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Lakini kwa kahaba ambaye foundation yake, msingi wake sio Mungu, utaona kwamba msingi ni taratibu, au utakuta taratibu za kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza wakazibadilishia jina, lakini bado msingi ni wa kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukaangalia mfano mmoja au miwili. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Ezekiel 8:12 mpaka 14. Ezekiel 8:12 anasema hivi: kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani? Kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu. Maana husema, Bwana hatuoni, Bwana ameiacha nchi hii. Mstari wa 13. Akaniambia tena, utaona machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wakimlilia Tamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Tamuzi alikuwa mtoto wa Semiramis, ambaye
wapagani walikuwa wanamwabudu, walikuwa wanamwabudu kama Mungu. Ni mtoto wa Mungu, kwa hiyo na yeye ni Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanamwabudu. Kwa hiyo alipouawa, tunaona wapagani walikuwa wanamwombolezea. Na kitu ambacho wana wa Israeli, Mungu anamfunulia mtumishi wake Ezekieli, anaona au anaonyeshwa wazee wana wa Israeli pia wao nao pia, anaonyesha wanawake wameketi wakimwombolezea au wakimlilia Tamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Ametaja uchafu mwingi ambao ulikuwa unafanyika, lakini moja ya kitu ambacho kinafanyika, walikuwa wakimlilia Tamuzi. Wapagani walikuwa wakimwombolezea Tamuzi kila wakati wa spring. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani? Hiki pia utakikuta kwenye madhabahu. Kahaba wanakuwa wanamlilia au wanamwombolezea Tamuzi. Sasa majina yanabadilishwa, lakini msingi bado uko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikupe mfano mwingine tunaupata katika Yeremia. Wanaabudu Malkia wa mbinguni. Wanaabudu Malkia wa mbinguni. Ukisoma Yeremia 44 kuanzia mstari wa 16 mpaka 23, anasema hivi. Yeremia 44:16 anasema hivi. Neno lile, hao ni wana wa Israeli, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutasikiliza, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, na kummiminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu na katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Lakini tulipoacha kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na kwa njaa. Nasi tulipomfukuzia uvumba Malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, tulimfanyizia mikate ili kumwabudu. Nataka uone pia kuna kumwabudu. Ili kumwabudu na kummiminia mamininiko, waume wetu wasipokuwako. Sawa, ni wanawake maana yake. Ndipo Yeremia akawaambia watu wote, wanaume na wanawake, yani watu wote waliompa jibu lile, akisema, uvumba mliofukiza katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ninyi na baba zenu, wafalme wenu na wakuu wenu na watu wa nchi hii, je, Bwana hakuwakumbuka watu hao? Je, jambo hili halikuingia moyoni mwake, hata Bwana asiweze kuvumilia tena? Na kwa sababu ya uovu wa matendo yenu na kwa sababu ya machukizo mliyofanya, kwa sababu hiyo nchi yenu imekuwa ukiwa na ajabu na laana isikaliwe na mtu kama ilivyo leo. Kwa sababu mmefukiza uvumba na kwa sababu mmetenda dhambi juu ya Bwana, wala hamkutii sauti yake, wala hamkwenda katika torati yake, wala katika amri zake, wala katika shuhuda yake, ndiyo maana mabaya haya yamewapata kama ilivyo. Wana wa Israeli, moja ya taratibu za kipagani walizokuwa wanafuata, walikuwa wanamwabudu Malkia wa mbinguni. Walikuwa wanamwabudu. Hii ni dini ya zamani sana ambayo imeanza tangu kwenye kitabu cha Mwanzo. Mapema kabisa, dini ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya Babeli, ambayo walikuwa wanamwabudu pia huyu Malkia wa mbinguni, ambaye ni mke wa Nimrod. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia yale ambayo walikuwa wanayafanya wapagani.
unayaona pia yakifanywa leo. Unaona pia watu wakiendelea kuomba kwa Malkia wa mbinguni. Unaona watu wakiendelea pia kuabudu kwa Malkia wa mbinguni. Halafu wanaamini kwamba Malkia wa mbinguni atawaombea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka uone kwamba kinachoendelea hakikuanza hapa, ila ni taratibu ambayo ilitolewa kwa wapagani. Ilitolewa kwa wapagani na kupa sifa za madhabahu kahaba. Vitu ambavyo utapata vitu ambavyo chimbuko lake ni wapagani. Chimbuko lake sio kwenye Biblia. Ndio maana huoni mahali popote pale kwenye Biblia watu wa Mungu ambao wanaenenda katika njia ya Mungu wakiomba kwa Malkia wa mbinguni. Walikuwa ni wale ambao wamekengeuka, wamefuata njia za wasio amini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile vilivyotokea kwa wana wa Israeli kuiacha njia ya Mungu na kufuata njia ya miungu mingine, unaona pia huyu Mungu mke, huyu Malkia wa mbinguni pia akiabudiwa, watu wakiomba kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jina linaweza likatumiwa lingine, lakini msingi bado ni ule. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, ukichukua cha shetani ukakibadilisha jina, ukakipa jina la Mungu, halibadilishi kile kitu kuwa cha shetani, kitabaki kuwa cha shetani. Ndio maana Bwana Yesu alisema hivi, wengi watakuja kwa jina langu na kudanganya wengi. Ile kwamba wanakuja kwa jina la Kristo, ile kwamba wanataja jina la Yesu, wanatumia jina la Yesu, wanatumia majina ya watu ambao walikuwa associated na Bwana Yesu, haina maana kwamba vinatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kitu kingine ambacho utakiona kwenye madhabahu ya kikahaba. Jambo lingine ambalo utaliona ni uchawi. Unaweza usilione kwa jinsi ya mwili, ukaliona kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ni uchawi. Ukisoma Ufunuo 18 ule mstari wa 23, anazungumza kitu. Anatupa siri ya kahaba mkuu kudanganya watu. Anatupa siri ya kahaba mkuu kudanganya watu. Anasema hivi, Ufunuo 18:23, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Nataka uone kwamba kahaba mkuu katumia au anatumia uchawi kudanganya watu, kudanganya mataifa. Kumbuka ukisoma ule mstari wa kwanza katika Ufunuo 17 inasema hivi kwamba kahaba mkuu ameketi juu ya maji mengi. Ameketi juu ya maji mengi. Ukiendelea kusoma anamzungumza huyu kahaba, huyu mwanamke. Anasema yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkuu wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Anazungumza mji ambao una influence kwenye mataifa. Ni mfumo wa kikahaba au wa kidini ya kikahaba ambao una influence mataifa, wafalme wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie hukumu. Hukumu yake ni ipi? Hukumu yake ni ipi? Kumbuka Biblia inasema hivi, msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ni haki na hukumu. Kwa hiyo Mungu atamhukumu kahaba na watoto wake.
Mungu atatoa hukumu juu ya kahaba mkuu ambaye anatumia uchawi kwa ajili ya kudanganya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatoa hukumu, ataendelea kudanganya, lakini wakati unafika ambapo kahaba huyu atahukumiwa, atateketezwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome maandiko kadhaa. Unaweza kusoma Ufunuo 17 yote na 18. Ila mimi nitasoma maandiko kadhaa. Mstari wa Ufunuo 17 mstari wa 13. Anasema hawa, manake wafalme hawa, wana shauri moja, wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Nazungumza juu ya wafalme kumpa mamlaka yao na nguvu yao mpinga Kristo. Hawa watafanya vita na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Walio naye, hao walio pamoja na mwanakondoo ndio wateule, ndio walioitwa, ndio waaminifu. Hao ndio ambao watashinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mstari wa 15, anasema hivi: kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Biblia inapotumia maji mengi, inapotumia bahari wakati mwingine au mahali pengine, inakuwa inazungumza juu ya mataifa. Ukisoma ile Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1, anazungumza juu ya mnyama kutoka baharini. Mnyama kutoka baharini. Sio kwamba anazungumzia kuna mnyama anatoka bahari ya Hindi au ya Atlantic au ya Pacific. No. Ila bahari imetumika kama kuzungumzia juu ya mataifa, juu ya nations. Kwa hiyo mstari wa 15 anasema hivi: yale maji uliyoyaona hapa katipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Maana ni ulimwengu wote. Ni mstari wa 16. Sasa angalia, na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa ukiwa, watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Biblia inasema kwamba zile pembe ulizoziona na huyo mnyama, maana yake mpinga Kristo, atamteketeza kahaba. Kwa hiyo kitu ambacho mpinga Kristo atafanya, atamtumia kahaba ili kuweza kuabudiwa. Akishaabudiwa sasa anataka yeye kama yeye, hataki kingine chochote kile. Kwa hiyo atamteketeza kahaba, atamwangamiza kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba kahaba alikuwa ameketi juu ya mnyama, lakini yule mnyama baadaye anageuka na kumwangamiza yule kahaba. Sasa angalia mstari wa 17, anasema hivi: maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao, hata maneno ya Mungu yatimie. Kwa hiyo watampa mpinga Kristo. Kwa sababu gani ufalme? Kwa sababu Mungu amekwisha kufanya shauri ndani ya mioyo yao, kwamba ndani ya mioyo yao watamuinua mpinga Kristo. Watamuinua mpinga Kristo. Halafu tunaona sasa mpinga Kristo au huyu mnyama anamteketeza huyu kahaba. Twende mstari wa 18. Nitasoma mistari michache, lakini 18 inazungumza sasa hukumu ya yule kahaba. 18 mstari wa 1 anasema hivi: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza.
Bwana Yesu asifiwe. Na kila ndege mchafu. Sasa ndege mchafu ni yupi? Angalia ndoto ya Yusufu. Huyu aliota ndege walikuja wakala juu ya kichwa chake, kuonyesha Farao atakuja kukata kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndege walitumika kwa ajili ya kuwakilisha kile kitendo ambacho kitakwenda kutokea. Lakini pia Biblia ilitumia Roho Mtakatifu kama njiwa. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu akashuka mfano wa hua. Hua ni ndege msafi. Kuna ndege wachafu ambao ni false anointing, ambao umebeba upako wa uongo. Na Biblia inazungumza na kuendelea. Mstari wa 3 anasema hivi: kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mstari wa 4. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Itakapofika kwenye Mungu kuachilia hukumu juu ya kahaba mkuu, atahukumu kahaba, atahukumu na wale ambao wamezini pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, huwezi kuwa sehemu ya kahaba ukakwepa kuzini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watumishi ambao huwa wanapinga haya maandiko wanasema unaweza ukaendelea tu kubaki huko kwa wakahaba, Mungu anaangalia moyo wako, wakati Biblia inasema tokeni huko. Ukishasikia sauti hiyo, hiyo ni sauti ya mpinga Kristo, ni sauti ambayo inapingana na neno la Mungu. Kumbuka, shetani lengo lake au kusudi lake ni kukufanya uwe comfortable katika uovu, ni kukufanya uwe comfortable katika madhabahu ambayo inapeleka watu jehanamu, ni kukufanya uwe comfortable katika madhabahu ambazo zinaabudu miungu mingine, kukufanya uwe comfortable katika madhabahu ambazo zinagiza, ambazo nuru ya Mungu haipo, ambazo nguvu za Mungu hazipo, ambazo upako wa Mungu haupo. Shetani anataka uwe hapo, halafu uamini kwamba unaweza ukaendelea kukaa hapo, ukaendelea kushiriki pamoja nao, halafu bado mwisho wa siku ukapona. Ndugu yangu mpendwa, huo ni udanganyifu kutoka kwa shetani. Biblia inasema hivi kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni huko, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Unashiriki dhambi zake, uwe na uhakika 100% mapigo yake yanakusubiri kama usipotoka, kama usipolisikia neno la Mungu. Isikie sauti ya Mungu. Itakusaidia nini uking'ang'ania kukaa na huyo kahaba halafu roho yako ikaenda jehanamu? Itakusaidia nini? Neno linasema tokeni huko. Kama unajijua ni mtu wa Mungu, unamtafuta Bwana Yesu katika moyo na katika kweli, kama unajua ndani ya moyo wako huna kitu kingine ila unataka kuishi maisha yale ambayo yanampendeza Mungu, yale maisha ambayo yanamletea Mungu utukufu, kama unajua hivyo, Biblia inasema toka Babeli, toka kwenye ukahaba, usishiriki dhambi zake, ukapata mapigo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaelewa kwa wale ambao wao wanagoma, wale ambao wanakwambia tutafia Babeli. Inabidi uelewe kwa sababu gani? Kwa sababu kwa wengine ni kwamba Mungu alikwisha kuachilia hukumu yake. Biblia inasema hivi, kwa wale wanaopotea kwa sababu hawakutaka kuikubali ile kweli, Mungu atawafanya wauamini uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atafanya uamini uongo. Mungu atasema na wewe juu ya kutoka Babeli, Mungu atasema na wewe, lakini itafika wakati ambapo sasa Mungu atasema inatosha. Atasema sasa nitakufanya uamini kwamba Babeli ni madhabahu kwa ajili ya hukumu yake. Wathesalonike inatuambia.
kwamba kwa sababu ya wale wanaopotea, kwa sababu hawakutaka kuyakubali mafundisho ya kweli yaliyo na uzima, Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mfano huu kwa Ahab, ambaye Mungu alikuwa anamuonya kwa kutumia watumishi wake, lakini hakusikia. Baadaye Mungu akamwambia pepo kamdanganye Ahab, kamdanganye kwamba atafanikiwa ili aende akafe. Mungu atatuma pepo kamdanganye fulani kwamba Babeli ni madhabahu ya kweli ili ahukumiwe, kwa sababu Mungu amesema na watu hawataki kusikia. Watu wanataka waendelee kufanya ukahaba, wanataka waendelee kufanya uzinzi, halafu wanaamini kwamba Mungu yupo hapo. Biblia inasema, tokeni huko watu wangu, msishiriki dhambi zake, mkapokea mapigo yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema hivi, tokeni huko, msishiriki dhambi zake. Ndugu yangu mpendwa, sijui ndani ya moyo wako unatafuta nini, sijui ndani ya moyo wako umeweka kitu gani, lakini sikia, liweke neno la Mungu. Mtafute Mungu katika kweli na katika roho, na Mungu atajidhihirisha. Na kama unashiriki uzinzi wa rohoni, haijalishi kwa namna ipi, ndugu yangu mpendwa, acha. Hukumu inakuja. Mungu anakwenda kumadhibu kahaba. Anguko la kahaba linakuja. Sasa sikia, kama uko Babeli na anguko la Babeli linakuja, maana yake anguko lako pia linakuja. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, mtafuteni Mungu maadamu apatikana. Kitafika kipindi ambacho Mungu hatapatikana. Ukisoma Biblia juu ya wale wanawali 10, wale 5 walienda kutafuta mafuta muda ambao mafuta hayagawiwi, muda ambao mtu huwezi kupata mafuta. Ndugu yangu mpendwa, usisubiri wakati ambao muda wa kugawa mafuta umeisha. Tafuta mafuta sasa, ili kwamba uwe na taa, uwe na mafuta, ili kwamba uwe tayari kwa ajili ya bwana harusi wakati wowote ule, wakati unaofaa na wakati usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Babeli mkuu anakwenda kuhukumiwa. Mama wa makahaba anakwenda kuhukumiwa. Kwa sababu hiyo, akihukumiwa na wewe uko huko, unakwenda kupata hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Naona betri imeisha, samahani. Lakini maombi yangu kwako ni kwamba Mungu kusaidie wewe ambaye unamtafuta Mungu katika kweli, kwamba zidi kumtafuta Mungu. Biblia inasema kwamba maasi yataongezeka, halafu upendo wa wengi utapoa. Ndugu yangu mpendwa, kama kuna kipindi ambacho inatakiwa upendo kwa Mungu uongezeke, ni kipindi hiki. Ni kipindi ambacho Biblia inasema kwamba wengi watajitenga na imani, wengine watafuata mafundisho ya mashetani. Lakini kuna Mungu aliye hai ambaye anasema hivi kwamba yule ambaye anamtafuta kwa moyo wake wote atamuona. Yule ambaye anamtafuta katika kweli atamuona. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba wengi wataenda Babeli, lakini wale wanaomtafuta Mungu katika kweli, Mungu atawaokoa. Biblia inasema hivi, njia pana ndiyo iendayo upotevuni, na wengi wataipitia hiyo. Njia ya kahaba mkuu, njia ya Babeli mkuu ni njia ambayo ni pana. Wengi wanaipitia hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa amani, Mungu ishie milele, sifa na utukufu tunazirudisha kwako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako. Nasi Baba, tunazidi kulitia jina lako, tukiamini kabisa kwamba Mungu utazidi kutufunulia siri za ufalme wako, na utazidi Baba kutuonya juu ya udanganyifu na uzinzi wa rohoni ambao Mungu unaendelea, ili kwamba tuweze kujiepusha nao.
Baba wa mbinguni, wewe ni Mungu wa haki ambaye utahukumu kila mmoja, Mungu, sawa sawa na matendo yake. Na umesema kabisa kwamba kwa walimu hukumu ni kubwa zaidi, kwamba msio walimu wengi mkijua mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Na Mungu nasema na kunena kile ambacho neno lako linasema, na neno lako limeweka wazi kabisa kwamba Babeli atakwenda kuhukumiwa, na wale wote wanaofanya uasherati pamoja na watahukumiwa. Baba wa mbinguni, neno lako lisimame na hukumu yako ya haki ikapate kusimama, na ukapate kuhukumu Baba sawa sawa na neno lako. Nazidi kuomba kwa watakatifu wako ambao Mungu unazidi kuwatoa hata Baba katika uasherati, Mungu, kwa kahaba huyu mkuu na watoto wake ambao wamekuwa wakidanganya wengi. Ninaomba kwa ajili ya kanisa lako takatifu ambalo Mungu limeoshwa kwa damu ya mwana kondoo na lina mafuta ni Roho wako Mtakatifu, kwamba Mungu zidi kulilinda kanisa lako, ili kwamba sote Baba tuzidi kulishika neno lako na kuvumilia mpaka mwisho, ili kwamba Mungu tukapate kuurithi uzima wa milele. Ninakushukuru, ninakuinua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki, Mungu akulinde. Biblia inasema kwamba aliye na masikio ya kusikia na asikie. Kama uko Babeli na unaendelea kubaki Babeli, Biblia pia inasema kwamba kuna mahali Biblia inasema kwamba mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kufanya uasherati azidi kufanya uasherati, lakini aliye msafi azidi kusafika. Mungu akubariki.